Marekani imefikia makubaliano tofauti na Urusi na Ukraine hapo jana kuhusu kusitisha mashambulizi yao baharini na kwenye miundo mbinu ya nishati, ambapo Washington pia imekubali kushinikiza uondoaji wa baadhi ya vikwazo dhidi ya Moscow. Makubaliano hayo ndio ahadi ya kwanza rasmi kutoka kwa pande hizo mbili zinazopigana vita tangu Rais Donald Trump alipoingia madarakani. Trump anashinikiza kumaliza vita nchini Ukraine, huku hatua yake ya kurejesha kwa kasi uhusiano na Urusi ikishtua Kiev na mataifa ya Ulaya. Idi Sesanga na taarifa hiyo. Katika hatua ya nadra tangu kuanza kwa vita vya Urusi na Ukraine miaka 3 iliyopita, Marekani imetangaza kufikia makubaliano ya pande mbili, moja na Ukraine na mengine na Urusi, ya kusitisha mashambulizi katika Bahari Nyeusi na dhidi ya miundombinu ya nishati. Makubaliano hayo yalifikiwa baada ya mazungumzo ya siku 3 nchini Saudi Arabia, huku Rais Donald Trump wa Marekani akilenga kufanikisha kila alichokiita hatua ya kwanza kuelekea amani ya kudumu. Chini ya makubaliano hayo, mashambulizi dhidi ya bandari, mitambo ya umeme na mabomba ya mafuta yanapaswa kusimama kwa siku 30 kuanzia tarehe 18 Machi. Lakini Urusi inadai makubaliano hayo hayatatekelezwa hadi vikwazo dhidi ya baadhi ya benki zake, ngano na mbolea zake vifutwe. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akizungumza katika hotuba yake ya usiku amesema makubaliano hayo hayategemei kuondolewa kwa vikwazo na kwamba hatua hiyo ya Urusi ni jaribio la kuipotosha dunia. Sasa Moscow inadai kitu kuhusu kuondolewa baadhi ya vikwazo, ingawa kwa miaka 3 imekuwa ikisema vikwazo haviwatishi na hata vina manufaa. Lakini ikiwa makubaliano haya pia hayatofanya kazi, ikiwa Warusi hawatatimiza masharti ya makubaliano ya leo na wakajaribu kuishinikiza Marekani, Ulaya na Ukraine, basi jibu ninaamini linapaswa kuwa moja: vikwazo na mbinyo zaidi. Licha ya makubaliano hayo, pande zote mbili zimeripoti mashambulizi ya ndege zisizo na rubani usiku wa kuamkia leo. Ukraine imeishtumu Urusi kwa kushambulia bandari ya Mykolaiv na mji wa Kryvyi ambao ni nyumbani kwa Rais Zelensky, huku Urusi ikidai kudhibiti maeneo mapya na kuharibu droni kadhaa zilizorushwa na Ukraine kwenye Bahari Nyeusi. Katika hali inayozua wasiwasi, Kremlin imesisitiza kuwa utekelezaji wa makubaliano hayo unategemea kurejeshwa kwa miamala ya kifedha kati ya benki za Urusi na mfumo wa kimataifa wa SWIFT. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema hawana imani na Ukraine na kwamba ni Marekani pekee inayoweza kutoa dhamana halisi. Mataifa ya Ulaya na Ukraine yameeleza hofu kuwa Rais Trump anaweza kufikia makubaliano ya haraka na Rais Putin ambayo yatahitaji Ukraine kuachana na azima yake ya kujiunga na jumuiya ya kujihami ya NATO au kukubali kupoteza maeneo yanayokaliwa na Urusi. Rais Trump amekiri kuwa Urusi inataka kumaliza vita hivyo, lakini inasuasua kwa maksudi. Kwa sasa dunia inasubiri kuona ikiwa utulivu wa muda utaweza kuhimili misukosuko ya mashaka ya kidiplomasia au kama mapigano yataibuka tena.